majirani Bonanza. Huu ndio muda wetu wa kuweza kushiriki katika mambo haya, lakini tuna ugeni. Sasa kama inavyojulikana, ugeni unaposogea katika mali haya lazima kidogo tuweze kutambua na uweze kusema chochote kitu. Habari za asubuhi. Niwapongeze kwa kujitokeza kwa wingi, lakini kwenye mpira hatuna maneno mengi. Tumepata bahati ya kipekee sana kwa kupata mgeni wetu rasmi, ndugu yetu Jemedari Saidi Kazumari. Huyu bwana ni CEO wa JKT Tanzania, lakini pia ni mkuu wa vipindi wa Crown Media. Ujio wake ni fahari sana kwetu. Kwa nini? Kwa sababu moja, tutapata nafasi ya Bonanza letu kutangazwa. Na hii ni nafasi ya kipekee sana, ambapo kama tungegharamia ni hela nyingi sana. Lakini mbili, yeye anaweza akawa kiunganishi kikubwa sana cha vijana wetu. Inaweza sio sisi wenyewe kwa sababu huyu tumeshokosha kwenda, lakini vijana wetu. Na uzuri amekuja na mwalimu wa timu ya vijana ya Under 20 ya JKT Tanzania. Tunashukuru Vivumoni veterani, Maendeleo veterani, Goba Shule veterani, Msumi veterani na SP veterani, wazee wa vyombo. Karibuni sana. Jemedari Saidi, tusipoteze muda wako, tafadhali. Asalamu alaykum. Asante sana mwenyekiti, ndugu yangu Jimmy Kiango. Kweli kwa mimi ni CEO wa JKT Tanzania. Ni mkuu wa vipindi, lakini sio vyote vya michezo vya Crown Radio na television. Lakini kicholeta hapa kikubwa sio ukuu wa vipindi wala usio, kicholeta ni wana michezo. Katika wasifu wangu mimi nimewahi kuwa mchezaji mpira. Na najua kwa nini tunacheza mpira. Sababu kubwa ni mbili tu. Sababu ya kwanza ni passion, mapenzi na mchezo wenyewe. Ukiwa nyumbani mdogo kabisa, wala hujui utakuwa nani kwenye mpira, wala utakufikisha wapi, lakini unaondoka nyumbani kwenu kwa wazazi wako, unajumuika na wengine, mnaenda mnacheza mtaani huko, mnaokota makaratasi, mnafunga, mnacheza kama mpira. Mapenzi tu kutoka moyoni. Wala hujui mpira maana yake huko mbele ni nini. Lakini kitu cha pili, mpira tunacheza kwa sababu ni kazi. Professionalism. Ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Sisi tumevuka kwenye kucheza mpira kama kazi. Kwa sababu nimeuliza hapa umri wa veterans, nimeambiwa ni kuanzia miaka 35. Kwenye mpira miaka 35 tushakwisha. Utabaki tu na ibibio ujanja mwingi, lakini kucheza kabisa na kuomaliza. Kwa hiyo basi kule kilichotuleta nini hapa? Tumebaki na kitu kimoja, tunapenda. Mapenzi ndio umetuleta, lakini pia tunaweka afya zetu vizuri. Mimi nawapongeza kuwa na afya, ukapanga ratiba zako, ukaweka muda wa kuja kwenye Bonanza kucheza na wenzio, ukakutana mkajumuika na timu yetu wazee wa vyombo. Kwa vyombo wanajua mimi maana yake ni kwamba kuna vyombo vile unapiga, lakini bado unapanga muda wa kwenda kucheza walau kuondoa sumu inayotokana na vyombo. Kwa hiyo sisi wote tuko kwanza kucheza mpira tukiwa miaka hiyo 35 na babu. Tumeanza tukiwa wadogo, tunaendelea kucheza hapo kati, majukumu mengine bado tuna nafasi ya kuja ukaweka muda ukaja kucheza kwenye ardhi kama hii na wenzio. Maana yake unatengeneza afya yako. Bado tunakutana watu wengine, labda tunakutana leo hapa tunaona kwenye mitandao huko na nini, tunatengeneza network, tunatengeneza kufahamiana, maisha yanakwenda mbele. Hizo timu zote nilizosikia, kiweza pia tunakotoka mkao na timu za vijana. Siku nyingine mkiwa mnacheza na vijana wadogo wanacheza, tunapata fursa ya kuwaona na kuwasaidia, kuwashika mkono. Wale wote ambao tumewahi kucheza kidogo kafika juu, kuna mtu alifanya wajibu wake leo. Nakumbuka mimi nikicheza nikiwa shule, kwa yangu ya kwanza national team ni kwa form 5. Lakini kuna brother walikuwa wako kwetu Mtwara. Bandari inacheza wakati huo, watu wakikuona mtaani wanacheza, wanaenjoy, wanakupa jezi, wanakupa 200. Mimi baadaye nilikuwa nyingi, nilikuwa nimebeba karatasi ya picha za mwenyeji kwa mfukoni na wewe unaelewa. Lakini wanakushika mkono, wanakupa viatu, wanakupa hiki.
na ndio maana sisi tunapata nafasi. Hatuwezi kutaja idadi ya wachezaji ambao tumewasaidia, lakini tumesaidia wengi, na bado tuna team pale JKT, tuna recruit watu, tupata nafasi kwa vijana kama huku akiwa na kiwango ambacho akihitaji kushikwa sana, unaona yule ana uwezo, bado tunatoa hiyo nafasi. Mwalimu wangu hapa anaitwa Bwana Kinoi, yuko pale na Amos Juma Mjisa, wanatengeneza vijana. This time kuna timu ya under 17, lakini tu wakati wake wa kurukutu watu umeisha. Tunaona TFF wametoa tarehe 1 mpaka 3 ndio tarehe ya usajili. Kwa hiyo tumefunga zoezi la kurecruit, lakini tutafunguliwa mapema baada ya msimu kuisha. Kwa kwanza msimu mpya mwezi wa 7 tuna nafasi ya kubeba under 20 na under 17. So next time ikija huku ningetegemea kuona vijana ambao tunaweza kusema walau mmoja au wawili tutawapata na kuwa saidia. Otherwise sio mwongezi sana, na kwa asili mimi ni Makonde, kwa hiyo watu tunaongea sana. Pia nategemea kwa mwanasiasa, kwa zote hizo zingapi. Nashukuru sana, niwatakie kila laheri. Umri tuliokuwa nao tucheze kwa kukamiana, hatuna haja ya kuvunjana mguu, kumtengua mwenzio ataka eda asiende kazini muda mrefu. It won't make sense. Tucheze kwa kuangaliana, tufurahi, tumalize tukapumzike. Asante sana. Muomba awe mlezi wa majirani Bonanza. Maana yake nini? Maana yake awe sehemu ya sisi. Pale tunapompigia usianze tena wewe nani? Tafadhali jemedari. Kama ambavyo umeanzia hapa, nitafurahi na wenzangu wakisikia hii tafadhali. Yeah, amna kipingamizi kwa sababu mimi ni mwanamichezo, na when it comes to football sina kipingamizi vingi. Mimi ndio naka Gongo la Mboto, kuna eneo linaitwa Majoe, all the way from huko mpaka hapa bado ni kwa sababu ya football. Kwa kuwa sehemu ya Bonanza nani? Majirani Bonanza, mimi sina shida na hicho kitu kabisa. Na kwa sababu nataka kujua tu mimi niko kwenye veterans nyingi, na wakipata muda na nitaenda nacheza kwa sababu I love football. Kwa hiyo kuwa sehemu, kuwa mlezi, kuwa yoyote, I accept it, sina shida. Ukaguliwa pale na Jenerali Saidi. Ni safi sana, angalia michezo jinsi ilivyokuwa na furaha. Tunajiunga kutokana na kila ndio umetuleta mazingira kama haya. Wakubwa kwa wadogo ndio sema kujifunza sasa hapa. Safi sana Jimmy Kiango, mwenyekiti wa maendeleo veterani kutuletea hili. Tunashukuru sana Jimmy Kiango, safi sana. Huyu ndio ukubwa ambao tunazungumza. Naitwa Muhammad Abubakar, natokea upande wa Nyakasangwe Msigani. Leo tuko na bonanza la majirani Bonanza linaloasisiwa na wazee wa hapa Maendeleo FC, ambao wanaalika baadhi ya veterans kuja katika kuenjoy kwenye bonanza hili la Maendeleo FC. Mimi kama kijana napenda kuwashauri wazee ambao hawapendi mazoezi. Mazoezi ni burudani na pia mazoezi ni afya kwa ajili ya miili yetu kukaa sawa. Kama mnavyoona wazee wenzetu hapa wamejumuika kwenye kutengeneza miili yao kwa kufanya mazoezi, na pia ni burudani ambayo inatukutanisha na marafiki wapya, na pia tunapata kujuana zaidi. Kama mnavyoona leo mgeni wetu rasmi Jenerali Saidi mwana wa Kazumari amekuja kutembelea hapa na bonanza hili. Neno langu mimi kwa mgeni rasmi ni kumshukuru zaidi, kwa sababu yeye ni mtu wa mpira. Kama asingekuwa mtu wa mpira asingekuja kwa umbali aliotoka, lakini kwa kuwa yeye ni mtu wa mpira na anathamini michezo, ndio maana kaweza kutoka alikotoka mpaka hapa uwanjani.